Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni interview yangu ya pili na ya mwisho katika maisha yangu. Sijui labda wakati mwingine, lakini fanya mbili. Ya kwanza ya kuingia Airtel ambapo mpaka naondoka sikuulizwa vyeti, lakini ya pili niyo ya FM na mpaka sasa hivi niko pale na fundisha vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamtumikia. Nataka niwaambie wale timu, yuko Mungu anaishi na kutawala. Haijalishi unasikia hali ya soko iko vipi, lakini yuko mtetezi wa mwisho ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Kama yeye alinitetea mimi, atakutetea na wewe pia. Mimi naamini amenileta hapa kwa makusudi maalum kwa ajili yako. Wala usiwe na wasiwasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanakaseta wengi tu Bwana amewainua kwa viwango vikubwa sana. Na Mungu anaendelea kuwainua kwa viwango vikubwa. Na Bwana atawainua pia kwa viwango vikubwa. Wengine ni mameja, wengine ni machifu, wengine ni wakurugenzi na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni kwa sababu Mungu yuko pamoja. Naomba nisome maandiko wakati namalizia. Kuna ujumbe hapo nikakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kwa nini Roho Mtakatifu akaniambia tuwe kushare na watu wao experience ya Bwana alikokutoa, alikokuweka mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana hajatuacha. Kwa nini tunafundisha pale? Pia na biashara zangu ambazo nazifanya. Kwa hiyo ukiwa na shida, wakati mwingine ni vizuri, sio vizuri kutangaza biashara madhabahu, lakini kwa sababu ni za Bwana na ni kwa ajili ya Bwana, basi unakaidia. Mungu anaweza akakuinua na atakuinua tu, utabarikiwa. Sio unataka kutafuta kausafiri na uza magari ya yote. Kwa hiyo nitoa nione kupatia kwa bei. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi kabisa. Mungu ni mwema na mengine mengi tunaweza tukashare baadaye. Lakini naomba nisome kitabu cha Yoshua. Soma kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Nilitaka maandiko mengi sana, lakini kwa sababu ya muda na nasikia nirudi Dar es Salaam pia, kwa hiyo sitakuwa na maandiko mengi sana na muda kwenda kwa mambo mengine mbele yetu. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, nitasoma baadhi ya maandiko pale, lakini pia nitasoma na mengine. Naomba tuandike kwa sababu neno la Mungu na nguvu. Kitabu cha Yoshua. Haleluya. Yoshua sura ya kwanza mstari ule, ukiweza kaanza katika mstari wa kwanza na kuendelea, lakini mimi nitasoma baadhi ya mistari michache sana. Nitasoma mstari wa 3, lakini pia nitaruka, nitasoma mstari wa 5, nitaruka mstari wa 5 na wa 6, na nitaenda pia mstari wa 7 na kuendelea. Mstari wa 3 Biblia inasema hivi: kila mahali utakapopa kanyaga nyayo za miguu yenu, utakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Mstari wa 5 nasema hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, kama alivyokuwa na nyantamba siku zote. So Musa yuko wewe, mwambie tu, kama alivyokuwa na nyantamba siku zote. Haleluya. Mwambie kama alivyokuwa na muumini siku zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa ni baba atakukumbuka kama alivyokuwa. Yaani sitakuingia kwenye imani nyingine, weka tu kwenye imani yangu tu. Yaani wewe sema tunataka nitembee kwa upako. Hata mtu mkubwa sana tusimsumbue. Wewe mwambie kama alivyokuwa na nyantamba Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliitwa kwenye interview bila kuomba. Oh my God.
aliye hai. Inawezekana. Ninasema kwa yeye aaminie yote yote. Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama ilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kupungukia wala sitakuacha. Sura 6 wanasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu wangu nchi niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Mstari wa 9 anasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Haleluya. Nimeona Bwana akiwa pamoja na mimi kila niendako. Kama nilipokuwa shule ya msingi, sekondari, mpaka chuo, mpaka kazini. Niseme maneno haya kwa wahitimu, ndugu zangu ambaye tunahitimu sasa hivi. Maneno haya niliyosema hapa yanakuhusu vizuri. Umekaa Mzumbe, ukaitunza imani, ukalelewa hapa. Sasa hivi unaenda kule, unaenda kwenye makanisa yako kule nyumbani ulikotoka. Nataka nikwambie, Biblia inasema usiogope. Bwana atakuwa pamoja nawe. Bwana hawezi kukuacha. Usifadhaike. Uwe na moyo wa ujasiri, uwe na moyo wa ushujaa, uwe hodari. Bwana atakuwa pamoja nawe, na popote utakapokanyaga Bwana atakupatia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna haja ya kuogopa. Tumaini Bwana. Nasema mtumaini Mungu kwa moyo wako wote. Bwana atasimama pamoja na wewe, hatakuacha, hatakutetea. Wakati mwingine unaweza ukapokea hofu, na sisi kwenye magrupu watu wanadiskasi sana, wanaambia mambo mengi. Yako magrupu mtakuwa nayo baada ya kumaliza chuo, wengine mliosoma nao sekondari, wengine mliosoma nao chuo, wengine mliosoma nao kozi moja, wengine mlikuwa nao sibabu, wengine mlikuwa nao kozi gani. Watasema mengi, lakini katika hayo Biblia inasema usiogope. Wacha waseme, wao waseme, lakini Yesu anao neno kwa ajili yako. Simama na Mungu ambaye umemuona katika kanisa hili. Simama naye, atakutetea. Yeye aliyekufanikisha umalize miaka 3 au jadisko mpaka unamaliza kwa ushindi leo, yuko atakaye kutetea. Haleluya. Bwana atakutetea, wala usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Na nataka nikutamkie mchana wa leo, utapata kazi ambazo wewe utashangaa. Utapata ajira wewe utashangaa. Na mimi nataka siku moja, baada ya miaka 2-3 hapa kasifeta, wakuite hapa usimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akubariki. Yaani akubariki, ukija hapa unasoma taratibu, mambo yanaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilialikwa kwenye, nikawaambia siku moja kwenye kasifeta kama ya Salamu kule, walikuwa na kasifeta ya nikawaambia, sikiliza, nimefika hapa na ninaipaka kasifeta. Wewe mwenyekiti wa wilaya pia unajua hapa tunafanya hivi, chakula kinataka tufunge kambi, sijui Jumamosi, Jumapili tuweze kufika, ilikuwa ni Pasaka Jumapili. Tufunge Jumamosi
kweli ni Pasaka au umeisha sawa? Tumishi, unajua hali ya nikamwambia, sikiliza, Jumapili watabaki hapa, watakula wali, kuku na soda. Nikamwambia haiwezekani wawepo na kaseta ambao Bwana wanainua, alafu mimi walipo siku moja wakati tuko kwenye kambi tukiwa hapa Morogoro, tulikuwa kwenye kambi Morogoro moja tulifanyia hapa, nikamwambia sikilizeni nyinyi watu, nikiwa tu nikamwambia sikiliza, katika swala la kutoa na imani ya watu kula, mimi ninayo kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia ninayo kubwa sana. Ndio udogo huu. Kama unakubaliana sema amen. Kama unaamini sema amen. Wika Bwana washetele mkono. Yuko Bwana Yesu anayeweza. Yuko Mungu asiyeshindwa. Kazi ni kitu gani mbele za Mungu aliye hai? Yuko Jehova Mungu anayetembea. Nimemthibitisha Bwana kwa mambo ya kwa macho ya damu na nyama. Hajawahi kuniacha, hajawahi kunipungukia, hajawahi kuniacha. Yuko Yesu aliyesimama na mimi. Biblia inasema popote utakapopakanyaga, utakanyaga ofisi kwa ajili ya interview, Bwana atakupatia. Chochote utakachokipanga kitafanikiwa katika jina la Yesu. Utasimama mbele kwa wale interview, Bwana atakupaka mafuta. Bwana usiogope, uwe na moyo wa ujasiri. Utafanya application ambazo hauna hata qualification, lakini Bwana atakupatia. Haijalishi GPA yako ili bado umemaliza chuo, Bwana atakuinua. Haijalishi unapita katika viwango gani, Yesu atakutetea. Yuko Yesu anaishi. Yesu angali GPA, Yesu angali performance ya nyumba. Yuko Yesu atakayekutetea. Yeye aliyekuamuru leo ya kwamba uwepo na umalize, Bwana atasimama na wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Watafanya application watu 10,000, lakini Bwana atakuchomoa peke yako. Watafanya application watu 5,000, Bwana atakuchomoa peke yako. Niko kazi atakupatia, kazi ambazo wanapata watu wakiwa na majina na ndugu zao, lakini yuko Yesu ambaye ni ndugu yako. Yeye atasimama na kukutetea. Yeye atakuinua kwa viwango vya ajabu. Yeye atasimama pamoja na wewe. Utafanyika baraka kwa kanisa na kwa familia yako. Yuko Mungu asiyeshindwa. Yuko Yesu asiyeshindwa. Popote utakapopakanyaga, chochote utakachokifanya, utatembea zile ofisi ambazo hujawahi kufikiria. Utakutana na watu ambao ulikuwa unawaona kwenye TV, lakini watakuwa ni sehemu ya maisha yako. Maana Bwana amesema mchana wa leo ya kwamba yuko Yesu anaishi. Yuko Jehova, yuko Simba wa Yuda, yuko Baba wa uzima. Yeye aliyesema aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko ulimwengu huu. Yeye anasema mchana wa leo, anasema Mungu aliye hai, anasema Simba wa Yuda. Usimchukulie poa Yesu aliye hai. Yeye ni Simba wa Yuda. Haijalishi juzi ulishindwa, lakini kwenye ile mambo hayo utaweza. Haijalishi ndugu yako alishindwa, haijalishi kuna watu wako mtaani wana miaka 10 hawajapata kazi, lakini sio wewe. Wewe utaipata katika jina la Yesu. Wewe utaipata katika jina la Yesu. Bwana anataka kukuinua. Bwana anataka kuthibitisha neno lake alilolizungumza katika mahali hii. Bwana atalithibitisha neno lake. Bwana hakuna haja ya kuogopa. Yuko Yesu anaishi. Yuko Baba wa uzima. Neno lake halijawahi kufa bure. Bwana amenileta kwa makusudi ili nikutangazia habari hizi, upate kujua ya kwamba yuko mwanawe mmoja. Yuko Yesu aliye hai. Hajawahi kushindwa, hajawahi kukwama, hajawahi kuniaibisha, hajawahi kunitelekeza. Nimesimama naye, nimemthibitisha kwa macho ya damu na nyama katika yale mambo ambayo watu wame